Kama unaungana nasi, karibu sana Viwanjani, lakini ni mwendelezo wa kile ambacho tulikuwa tayari tumekwisha kianza. Tumesema taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania, lakini sasa ni time ya kuvuka mipaka na kutazama yale mengi zaidi ambayo yapo katika sehemu ya maandalizi kuelekea katika fainali za kombe la dunia za mwaka huu 2026 ambazo zitafanyika pale nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico. Mimi ni Ibrahim Kasuga, naungana na Ayubu Hinjo pamoja na Adriano, naye yuko hapa. Kwa pamoja tutapiga story. Bwana mzee wangu, tupo vizuri? Tuko njema. Sisi tayari jambo tulikwisha lianza. Tumesha kata lisali moja na dakika kama 40 hivi. Wanasema siku zote tonge la mwisho ndio linamaliza mboga. Tonge la mwisho. Sababu unakuwa ushajua kilichobaki. Unapiga kuna tonge fulani hivi. Ukiliseti ukilikomba pale mboga yote imeisha. Kwa hiyo sisi tumekuja kumalizia hiki ambacho. Ni time ya kuset rhythm ya kumaliza Viwanjani, au sio? Kiboko kabisa. Bwana Adriano, tupo vizuri? Tuko vizuri. Jambo ni jambo. Jambo ni jambo. Okay, sawa. Bwana, kwenye kombe la dunia mambo ni mengi sana ambayo yanatokea hivi sasa kama sehemu ya maandalizi, na moja kwa moja twende tukatazame yale ambayo tutakuwa nayo hapa kwenye kombe la dunia. Okay, tuendelee kutazama yale ambayo tutakuwa nayo, na jambo kubwa zaidi ni timu kuendelea kufika, ambapo kikosi cha timu ya taifa ya Ghana Black Stars kimefika salama nchini Marekani asubuhi ya leo Juni 4 kutoka Cardiff, ambako walianza safari jana mara tu baada ya kukamilisha mechi yao ya kirafiki ya maandalizi dhidi ya timu ya taifa ya Wales, mchezo uliomalizika kwa sare ya bao 1-1. Timu hiyo kutoka barani Afrika itaweka kambi yake ya maandalizi mwisho katika chuo kikuu cha Bryant kilichopo jimbo la Rhode Island, Marekani, wakisubiri mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi wa kombe la dunia dhidi ya Panama Juni 18 kabla ya kuwavaa England Juni 23 mwaka huu. Bwana, haya ni maandalizi ya kikosi cha Black Stars Ghana kuelekea katika fainali hizi. Na kwenye fainali za hivi karibuni au Black Stars ule umashuhuri kwenye performance level Injo, ni kama watu kama hawaamini sana hivi sasa. Tutegemea kitu gani kutoka kwao kwenye fainali za kombe la dunia baada ya super performance mwaka 2010? Safari hii kuna utofauti pia kwenye level ya ushindani tutegemea kutoka kwa Ghana. Nafikiri wapo kwenye kutengeneza kizazi kingine, na ukitazama kundi la wachezaji waliloitwa, wapo wachezaji ambao hawana uzoefu mkubwa wa michuano hii mikubwa, zile big tournaments, lakini pia wapo wachezaji ambao inawezekana hawakuwapo kwenye fainali zilizopita 2022 ambazo Ghana waliishia hatua ya makundi, lakini wana uzoefu mkubwa wa kucheza timu kubwa na ligi shindani. Kwa ni mchanganyiko ambao unakwenda kutengeneza matumaini ya mashabiki wa Black Stars kuamini kwamba ni wakati sahihi wa kujaribu kutengeneza timu ambayo itadumu kwa kipindi kirefu. Inawezekana matarajio yasiwe makubwa sana kutokana na kundi ambalo wapo, England, Croatia na Panama. Moja kwa moja nafasi ya wao kupenya kwenye kundi hauwapi kiuhalisia kutokana na wapinzani ambao wapo hapo, lakini mpira una sababu nyingi sana. Inawezekana ile njaa ya kutaka kuonesha kile ambacho kilitokea miaka 16 iliyopita kikawa na nafasi kubwa kujaribu kuwafanya watu kuamini kwamba Ghana walilala tu, hawakufa. Unajua kuna kusinzia kidogo na edition zao mbili zilizopita hazikuwa na matumaini makubwa. 2014 hatua ya makundi, 2018 hawakushiriki pale Urusi, 2022 walishiriki lakini hawakufika kwenye hatua za mtoano. Kocha nafikiri bado yupo na kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba Ghana inapiga hatua ya kwenda kwenye hatua za mtoano. Mimi binafsi kuwasili kwao nafikiri bado kunaendelea kuweka matumaini kwa upande wao kwamba wamekanyaga kwenye ardhi ambayo pengine wanaweza kwenda kufufua hayo matumaini. Uwepo wa wachezaji kama Semenyo ambaye amekuwa na kiwango bora sana, Adriano, lakini pia Jordan Ayew yupo kwenye nahodha wa kikosi. Thomas Partey yupo kwenye kikosi. Inaki Williams, Inaki kutoka Athletic Club yupo. Kwa mazingira timu jinsi ambavyo ilivyo,
tunataja baadhi ya majina makubwa ambayo kila weekend watu wanayaona yanacheza. Nakumbuka hata nyuma pale watu walikuwa na timu ina wachezaji lakini timu ilikuwa iperform, na miongoni mwa wachezaji ambao kwenye discussion kubwa sana ni pamoja na Inaki Williams, kwamba bwana huyu bwana akiwa kule na akiwa huku ni wachezaji wawili tofauti. Majina yanayokwenda ndio tuyatazame kina Semenyo, na naamini Semenyo atakuwa kwenye macho ya watu wengi sana, au tutazame ubora wa timu? Nafikiri kwa sasa kitu ambacho atakitazama zaidi ni majina ya hao wachezaji ambao umewataja, kwa sababu ndio tumaini ambalo lipo kwa Black Stars kwa maana ya Ghana. Ukitazama Antoine Semenyo, namba zake tangu yupo Bournemouth akaja akajiunga Manchester City, ni namba ambazo zimebeba matumaini makubwa kwa taifa la Ghana kuelekea katika fainali za kombe la dunia. Inaki Williams of course ni mchezaji ambaye alibadilisha uraia kutoka Hispania baada ya kukosa nafasi huko, lakini akajiona bado ana uwezo mkubwa, anastahili kucheza timu ya taifa, akaamua kuja kuitumikia Ghana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ile AFCON nafikiri AFCON iliyopita, kuna AFCON ambayo Inaki Williams ndio ilikuwa yake ya kwanza kabisa. Ni Ivory Coast Ivory Coast ile ambayo Ivory Coast inakuwa bingwa ndio ilikuwa ya kwanza. Ilikuwa ni ya kwanza. Kwa hiyo watu walijaji sana juu ya kiwango chake, kwamba baada ya timu kutolewa mapema zaidi akaenda moja kwa moja akajiunga na Bilbao, lakini katika mchezo wake wa kwanza tu akafunga. Kwa hiyo watu wakaweka mjadala mkubwa sana, yani performance yake akiwa na timu ya taifa ya Ghana na performance yake akiwa na klabu yake ya Bilbao ni vitu viwili tofauti. Lakini kwenye fainali hizi za kombe la dunia tunaweza tukamwona Inaki Williams tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba uwezo ambao atauonyesha, ubora ambao yupo nao, na kitu ambacho kocha Carlos Queiroz anakitegemea kwenye kikosi chake ni hayo majina ambayo tumeyataja. Thomas Partey katika eneo la kiungo, Jordan Ayew ni mchezaji ambaye naweza nikasema yupo kwenye timu hii ya taifa kwa muda mrefu kidogo baada ya kaka yake Andre Ayew kuondoka au kuachana, kutoitwa kwenye timu ya taifa. Jordan Ayew ndo amebeba hayo majukumu, pamoja tumemtaja hapo Antoine Semenyo, kina Inaki Williams, lakini anakosekana Mohamed Kudus ambaye yeye ana injury ambayo amepata na Tottenham Hotspur. Kwa hiyo haya majina ndio yanatazamiwa kwenda kuibeba Ghana, lakini Injo ameizungumzia kundi ambalo Ghana yupo na Panama, yupo na England pamoja na Croatia. Ukiyatazama haya mataifa mawili, kwa maana Croatia pamoja na England, Croatia katika hizi fainali 3 mfululizo, 2018 amecheza fainali na Ufaransa, 2022 amemaliza mshindi wa 3 baada ya kumfunga Morocco katika ile kugombania mshindi wa 3. Kwa hiyo ni amekuwa na muendelezo mzuri Croatia. Kwa hiyo Ghana katika hili kundi yeye anaweza kaingia katika nafasi katika hili kundi, anaweza kama timu ya 3 inayotazamiwa, anaweza kaingia kama underdog. Hiyo ina faida kwa upande wake kuingia kama underdog, lakini pia kwa hayo giants ambao wapo kwenye hili kundi inaweza kamuia ugumu. Kumbukumbu nzuri kwa Ghana kama tulivyotaja hapa ni 2010 ambayo ilikuwa Ghana bora sana, lakini bahati ambayo haikuwa nzuri kwa upande wao, waliondolewa katika changamoto ya mikojo ya penalty dhidi ya Uruguay. Kwa hiyo katika hizi finali wataingia kutaka kurejesha ule ufalme wao ambao wapo nao, kutaka kurejesha Ghana ambayo watu wengi wanaifahamu, lakini changamoto ambayo ipo ni kizazi kipya, ni kizazi ambacho hakina uzoefu mkubwa na hili na taifa lao, ni kizazi ambacho kinahitaji kuwa na muda mrefu kama kizazi ambacho kilifanya vizuri 2010 kwa maana ya Samoa Gyan, kwa maana ya kina Apia, kwa maana captain wao Mensah alikuwepo pale, kina Kwadwo Samoa. Kwa hiyo ni kile kizazi kilikuwa bora kwa sababu kilikaa kwa muda mrefu, lakini pia walikuwa na muendelezo mzuri. Kwa hiyo Ghana hii kwa maana ya kufanya vizuri katika kundi hili inaweza ikawa ni surprise, lakini kitu kizuri kwao kingine ni kwamba Carlos Queiroz ni kocha ambaye ni kocha mzuri, kocha ambaye amefundisha timu ya taifa ya Misri, ni kocha ambaye amefundisha timu ya taifa ya Qatar. Kwa hiyo ana uzoefu mkubwa ambao anaweza kusaidia Ghana kufanya vizuri pia. Na Ghana katika eneo zima la kujitafuta baada ya kufanya vizuri ile 2010, kuna nyakati ambazo walikuwa na kocha Sones yule, nakumbuka walikuja na project moja ilikuwa nayo kama ya diaspora hivi.
kujaribu kuangalia wenye asili wachezaji wenye asili. Nakumbuka nafikiri ndio eneo ambalo kina Inaki na wenyewe pia kina Inaki alirudi, kuna yule kijana anaitwa Lamte alikuwa umo wali Tariki walijaribu kuwatafuta kina Hudson Odoi waliwashawishi, lakini ilishindikana. Hudson Odoi ilishindikana, ilishindikana kwa Hudson Odoi. Kwenye approach ya Hudson Odoi ndo akampata Tariki Lamte. Nakumbuka ile project yao ilienda ya diaspora ni kama ikagoma hivi. Kocha Ado naye pia alipambana na vijana, naye mambo kama hayakwenda vizuri. Kwa hiyo Ghana hii sasa hizi tuseme kwamba imejitafuta na ilicho nacho au kwa sababu diaspora hapa labda ni Inaki sasa hizi kwa kiwango fulani hivi, lakini wengi ni kwenye kujipambania. Na World Cup iliyopita ni Mohamed Kudus ndo alikuwa na performance bora individual zaidi. Kwa hiyo tusubiri tuone safari nani ambaye anaweza kaibuka on top. Nani unaweza kumpa mzigo kwenye hiki kikosi cha Ghana? Nafikiri timu walichokifanya dhidi ya Wales kwenye mchezo wa juzi kwenye mchezo wa kirafiki inawezekana ikawa ni hatua ya msingi kabisa kwa Coral Squirrels kujaribu kuona timu yake ina kitu gani. Eneo la ulinzi ulikuwa unaona kuna jitihada kubwa ambazo zinafanyika, namna gani kiungo kinacheza. Inawezekana ilikuwa ni mchezaji mmoja zaidi kwa kuwa bado yupo kwenye kujaribu kutafuta mseto mzuri, lakini kilichofanyika kwenye ile mechi Wales kuja kusawazisha dakika ya 90 huenda kikampa matumaini kwamba anao wachezaji wenye kutambua majukumu yao uwanjani, wachezaji ambao wamekomaa kiakili, wenye uzoefu mkubwa wa kwenda kujua wanafanya nini kwenye tournament hizi. Kwa hiyo wasiwasi wangu huenda ikawa ni hiyo kundi kubwa la wachezaji ambao hawana uzoefu wa michuano mikubwa, lakini kuwapo kina Jordan Ayew, kuwapo kina Semenyo ambaye na yeye anaingia kwenye tournament kubwa, lakini performance inaweza ikawa wanyanyua wengine, Thomas Partey kama anahodha msaidizi wa timu. Kwa hiyo inaweza kwenda kuboost morali kwenye dressing room, lakini performance wise kama mchezaji mmoja kwa kumtazama ni Semenyo utamweka mbele zaidi Semenyo. Walau Mohamed Kudus angekuwepo ungesema alifanya vizuri AFCON ile ya nyuma, akafanya vizuri kwenye fainali za mwisho na pengine ingeweza kutoa matumaini makubwa kwa kwenda naye na hapo yani kama Mohamed Kudus angekuwepo ungekuwa na utatu mtakatifu, naweza ngasema mzuri zaidi kwa upande wao, kwa sababu Iñaki Williams anaweza kucheza kama mshambuliaji, alafu Semenyo akatokea pembeni na Mohamed Kudus akatokea pembeni. Kwa hiyo ungekuwa na attacking bora sana. Maana hapo unataka nahodha wale ubao Jordan, watoto wale Mwinyi wale Jordan ametoka mkubwa anaingia mdogo. Hiyo ndio eneo ambalo Abedi Pele Ghana pale anasema anajivunia sana. Nafikiri ataenda kuweka record Jordan Ayew kwa sababu mpaka sasa yeye na kakake wametai kwenye caps nyingi 120. Kwa hiyo akienda kucheza mechi hizi huenda akawa mchezaji aliyecheza mechi nyingi zaidi Ghana kuliko mchezaji mwingine yote. Yes, na ukimzungumza Jordan Ayew ambaye ni nahodha kikosi cha timu ya taifa ya Ghana kuja katika fainali hizi, kwa mujibu wa mzee mwenyewe Abedi Pele anakuambia kwenye familia kijana au mchezaji ambaye ni talented ni Jordan. Ndio anataja kwamba ni talented zaidi kwa mazingira yake. Kwa hiyo tutaweza kuona namna gani ambavyo akiwa kama nahodha anaweza kwenda kubeba timu, kwa sababu 2010 Andre inatajwa kwamba watu ambao walikimbia ile penalty na yeye ilikuwa ni miongoni mwao, kwamba watu walikuwa wakijificha bwana, hilo zigo hapana. Kwa hiyo tukaona naye ataenda kufanya kitu gani cha tofauti. Lakini mataifa mengine kutoka barani Afrika yenyewe yamekuwa katika kalenda ile ya kucheza mechi za kirafiki, ambapo tumeshuhudia wawakilishi wengine wa Afrika katika michuano ya kombe la dunia msimu huu kama Algeria na Congo DR. Wao pia walikuwa wanacheza michezo ya kirafiki, ambapo walishuka dimbani usiku wa hapo jana, ambapo Algeria wao walipata ushindi wa 1-0 dhidi ya timu ya taifa ya Uholanzi, 1-0, bao la Had Musa. Lakini kwa upande wa Congo walicheza dhidi ya Denmark, mechi ambayo ilimalizika kwa suluhu ya 0-0. Kwa hiyo hii ni michezo mingine ya wawakilishi wengine ambao walicheza. Ukiona Algeria pata matokeo ushindi wa 1-0 dhidi ya Uholanzi, Congo 0-0 dhidi ya Denmark, huu ni mwanzo mzuri au ndio michezo ya kirafiki? Watu tusijihakikishie sana kwamba timu zetu zina kitu. Unajua kutoka sare na Uholanzi si jambo dogo pia. Kupata ushindi dhidi ya Uholanzi, kumfunga walitimia. Unajua ukikaa ukitazama kikosi cha Uholanzi
ukitazama na kikosi cha Algeria moja kwa moja utajaribu kusema Uholanzi anayo nafasi kubwa ya kwenda kufanya vizuri dhidi ya Algeria kwenye ule mchezo wa kirafiki. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni kujaribu kuslow mchezo, kuto kuweka nguvu kubwa ama jitihada kubwa. Wakati mwingine michezo ya kirafiki inatumika zaidi kumfanya mchezaji kupata ile match fitness, asiwe kwenye nyakati ngumu za kutumia mwili wake kwa nguvu. Na Algeria nafikiri nasubiri kuona project yao inaweza kuzalisha kitu gani. Wapo kwenye nyakati ambazo tangu wafanye vibaya kwenye AFCON. Unajua baada ya kuchukua ubingwa wa AFCON 2019 ambapo iliyofuata 2021 pale Cameroon, ilikuwa ni aibu kubwa sana kwao kutolewa hatua ya makundi. Iliyofuata edition nyingine wakaenda kutolewa kwenye knockout. Kwa hiyo bado wapo kwenye nyakati za kutafuta mwendelezo bora wa timu yao. Kikosi ambacho kilifanya vizuri na michuano ya under 23 kwenye michuano ya Arab Cup, ndo kwa kiasi kikubwa 50% ya wachezaji wamejumuishwa kwenye timu hii ya wakubwa. Pengine unaona kabisa wapo kwenye mchakato wa kujaribu kutafuta timu ambayo itakuja kuwa tishio tena barani Afrika, ukijumuisha nao kina Rami Ben Sebaini, Tugai, yule mlinzi wa Esperance, Riyad Mahrez ambaye tunaweza kusema hii labda huenda ni nani yake ya mwisho kwenye kucheza. Bado ukiwajumuisha na kina Ait Nouri ambao bado ni kijana mdogo, ndio hiyo Cream under 23 ambayo ilifanya vizuri. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo binafsi sitarajii matarajio makubwa sana kutoka kwao, lakini tukijaribu kusubiri kwenye tournament zingine zijazo huenda ikawa timu tishio sana. Kwa Congo DR, mechi ya kirafiki ambayo walicheza, nafikiri bado kuna Kongo ukiweka kwenye pool ile ya wachezaji wenye vipaji pengine Afrika, Kongo wanaweza kuwa best. Yani namna ambavyo wachezaji wanakowaita, timu wanazozitumikia na ligi wanazotoka. Ukimtoa Senegal, ukimtoa na Morocco, Kongo ni timu ambayo inafuata kuwa na kundi kubwa la wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye klabu zao, lakini wale ukiwaita kwenda kuwaweka pale ndani, naona haina utofauti mkubwa sana na chama langu kipindi miaka ya 2000 hapa, miaka 90 kuja 2006 Three Lions England. Yani utajiri wa wachezaji, yani wana utajiri wa wachezaji, lakini kama timu nafikiri bado wanasema kuna ile mambo binafsi mengi, yani kwamba mtu ego, yani Bakambu, lakini kina Elia Meshak, huyu anatoka huku, si huyu mwingine, yani wanakosa cream kama timu. Mfano kama kwa sababu mimi nikiitazama Kongo, ni timu ambayo kwenye makaratasi ukiangalia wachezaji, ukiachana na wachezaji, lakini pia hata ukiangalia hichi kikosi ni kikosi ambacho kimecheza kwa muda mrefu, wengi wao wakiwa vile vile, kwa sababu mfano kama ukimwangalia labda Chancellor Mbemba, Mbemba ni mchezaji wa muda mrefu sana. Yani tangu yupo kwenye level ya tangu yupo Newcastle, si ndio? Mpaka leo bado anacheza. Pia labda ukija ukiangalia kama kina Samuel Motsami yupo kwenye kikosi kwa muda mrefu sana. Sasa Bakambu naye yupo muda mrefu kwenye kikosi. Sasa hizi Wissa Kapona alikosekana kwenye AFCON, naye pia yupo kwenye kikosi. Kwa hiyo nikijaribu kukitazama kikosi cha Kongo, kuna hiyo eneo la talent ambalo umeligusa, lakini kuna faida ya hii timu. Wamefuzu kombe la dunia baada ya tangu mwaka 74, lakini naona kuna faida yao watu kucheza kwa pamoja muda mrefu. Ni moja kati ya advantage ambayo Kongo naona nayo. Na hapo kwa kuongezea Kasuga, kwa ukiangalia Kongo katika njia yao ambao wamepita mpaka kufuzu kombe la dunia safari hii, unajua wamecheza, wamekuja kufuzu, wamekuja kumfunga mchezo wao wa mwisho, walimfunga playoff ambao walicheza playoff.
kwa sababu walimfunga Jamaica, yes, mchezo ulichezwa Mexico kule. Lakini pia kama unakumbuka wao ndo walimnani Nigeria, walimzuia Nigeria kwenye playoff ya Afrika hapo kabla kwenda kucheza na Jamaica. Kwa hiyo mimi nina imani, kwa upande wangu nina imani kubwa na Kongo kwa hiki ambacho wamekifanya katika hii safari yao. Lakini kingine ambacho kinanipa imani kubwa ni hiko ambacho umekizungumza, aina ya wachezaji ambao wapo nao kwenye kikosi. Lakini pia wachezaji hao ambao tunazungumza, achana tuna ile individual brilliant, yani uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, lakini pia wamecheza kwa pamoja kwa muda mrefu. Kitazama kwa michezo qualification ya World Cup, kitazama michezo ya AFCON, kwa sababu kulikuwa kuna AFCON hapa katikati, kulikuwa kuna michezo ya qualify World Cup. Ni hiki kikosi ambacho tunakiona au tunakizungumzia hapa. Kwa hiyo hii ni imani ambayo utazama hata kocha wao pia Desabre ambaye amekaa kwenye hii timu ana muda kidogo na hii timu amehudumu. Kwa hiyo mimi hii inanipa imani kwamba Kongo safari hii kuna kitu cha tofauti ambacho wanaweza kukileta kwenye World Cup. Aina ya wachezaji ambao wapo nao tumewataja hapo. Hata baadhi ya maingizo mapya, baadhi ya maingizo Twanzebe, kina Wan-Bissaka. Of course addition pia ya Mayele ambaye ni wachezaji ambao ukimtaja mchezaji mmoja mmoja kwa maana majina yao wana uwezo wa kuisaidia timu. Kwa hiyo ukija kuchanganya sasa na teamwork ambao wataionyesha katika hizi tuna, unajua tofauti ni kwamba hizi finali unaweza ukawa na kikosi bora kina wachezaji wenye ubora mkubwa, lakini kama hauna teamwork, wachezaji wako hawana work rate kubwa uwanjani na kujitoa, unaweza usifanikiwe. Rejea finali za World Cup 2022. Ukiachana pia ile Argentina ambao wameshinda ubingwa, ni Argentina ambayo walikuwa wanajitoa kwa dakika zote. Yaani jinsi wanapocheza dakika ya kwanza mpaka dakika 90, na ilikuwa na wachezaji wengi ambao dunia bado ilikuwa haijatambua. Kwa ile work rate yao uwanjani ndio imekuja kuwalipa dakika za mwisho. Wanakuja kuifunga Ufaransa ambayo ilikuwa na wachezaji bora kabisa. Kwa hiyo kwa Kongo DR kwenye hizi finali, ubora wao, lakini pia ile work rate ambayo wataitoa wachezaji uwanjani, wanaweza kufanikiwa na wao wanaweza wakafika mbali kutokana na hiki ambacho wamekionyesha katika hii michezo qualification na hata kwenye AFCON, katika AFCON iliyomalizika hivi karibuni. Licha kwamba waliondolewa na Senegal katika hatua nusu finali kama sio robo finali, unaona kiwango chao jinsi gani kilivyokuwa bora. Kwa hiyo mimi ni moja ya timu ambayo inatoka Afrika ninaipa nafasi ya kufanya vizuri, ukimtoa Morocco, ukimtoa Senegal na mweka na DR Congo hapo katika hizo timu tatu ambazo Afrika zinaweza kurepresent vizuri. Yes, hiyo ni kuhusiana na kikosi cha DR Congo. Ni kikosi ambacho ukikiona wachezaji wake kuanzia sura, lakini mpaka ambapo timu inapangwa, ni timu ambayo inawezekana uliiona mwaka jana au mwaka juzi. Kwa kiwango kikubwa sana ni timu inarejea vile viwango vya hali ya juu sana kutoka kwa wachezaji kama wakina Wissa ambaye alikuwa na injury kwenye AFCON iliyopita, naye pia yupo kwenye kikosi. Masuaku namuona yuko pale. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa namna moja nyingine tunaamini inaweza kufanya kitu cha ziada. Lakini pia leo usiku kutakuwa kuna mechi nyingine, wawakilishi wengine wa Afrika watakuwa na mechi ya kirafiki. Timu ya taifa ya Ivory Coast ambayo watashuka dimbani majira ya saa 4 na dakika 10 usiku kucheza na wanafainali wa msimu uliopita, kwa maana fainali zilizopita, ambao ni timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo tutegemea kitu gani? Maana bwana, hii Ufaransa unaweza kupangiwa kikosi cha kwanza au kikosi cha pili. Ivory Coast itakuwa ni mechi nyingine ya kuwapima, au mpinzani wa leo anayecheza naye baadaye tusimseme Ivory Coast kwenye matokeo. Anaweza akachagua Ufaransa. Ryan Cherki wa Manchester City. Yes. Ufaransa wakipanga timu yao, Cherki anaambiwa kaa pale, angalia wenzako wanapocheza. Angalia wenzako wanapocheza. Kwa huenda ikawa ni sehemu ya kocha kujaribu kutumia wale ambao hawapati nafasi kubwa sana kwenye kikosi na kuwapa hilo joto. Walicheza mechi za kirafiki hivi karibuni, walicheza mechi 2 ikiwamo dhidi ya Brazil na nyingine kule Amerika Kusini nafikiri. Walicheza na Brazil na Croatia. Na yes, lakini dhidi ya Croatia ulikiona kile kikosi chao, waliopanga wachezaji ambao hawakuwa na nafasi kubwa sana. Huenda ikawa ni wakati wa kupashapasha misuli kwa wachezaji, lakini kujaribu kulinda ile krimu ambayo imefanya vizuri, na ni idea timu kwa upande wake kwamba hii ni timu ambayo labda inaweza kufanya hivi, kwa kujaribu kulinda wachezaji ambao yuko nao. Bana, hizo ni kwa wale wawakilishi. Taarifa
za wawakilishi wa Afrika katika fainali za kombe la dunia, michezo yao ya kirafiki, matokeo, lakini pia ratiba namna ambavyo imekaa. Na twende tukatazame mwendelezo kupitia viwanjani. Tumekuwa tunatazama makundi ya kombe la dunia namna ambavyo imepangwa, timu zilizopo pamoja na performance zao, lakini kwa yale ambayo tunatarajia kutoka kwao kuelekea katika finali. Jana ilikuwa ni kundi A na hii leo twende tukatazame kwa upande wa kundi B, kundi ambalo linaundwa na timu 4 kama kawaida, lina Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar pamoja na Switzerland. Hili ndio kundi B kama ambavyo unaliona. Bwana, hili kundi vipi? Kwa picha ya nje kwanza. Uswizi pale kama ndo kama ndio kiboko kabisa, ndio kambale pale ndio kwa sababu ya ushiriki wa tournaments kubwa za mara kwa mara. Lakini pia ni yeye sana yeye ambaye amekuwa Euro mkosi, kombe la dunia mkosi. Yani ni ngumu sana kusikia kuna tournament ya kidunia Uswizi anakosekana. Ni ngumu kwenye tournaments za Ulaya unasikia Uswizi anakosekana. Ni timu fulani ya daraja la kati ambayo imekuwa na mwendelezo wa kushiriki hizi tournaments. Mida ya kina Shedan Shakir, kina Jan Soma golini pale, Brili Mbolo, Jan Soma, yani kuna Brili Mbolo anaenda kwa issue ya visa katikati ya Granit Xhaka captain. Kwa hiyo kulitazama hilo kundi. Sasa tukatazame hawa wengine wanaounda kundi hili, kundi B, performance zao, ambapo tuanze na Canada ambao pia ni sehemu ya wenyeji wa fainali hizi. Juni 12 Canada watacheza dhidi ya Bosnia. Juni 19 Canada wao watacheza dhidi ya Qatar, na Juni 24 watacheza dhidi ya Switzerland. Hiyo ni michezo ambayo Canada watakuwa nayo katika michezo mitatu ya hatua ya makundi. Game zake namna ambavyo zimekaa sehemu ya wenyeji na kundi alilopo, tumtegemee mwenyeji huyu akivuka. Of course Canada anatembea na kivuli cha uwenyeji. Kitu cha kwanza uwenyeji ambao upo nao, lakini ukitazama Canada ni taifa changa sana katika hizi fainali za kombe la dunia, kwa sababu hii inakuwa ni mara ya 3 kwake. Yes. Ameshiriki mara mbili. Ameshiriki 1986 lakini pia Canada ameshiriki 2022 kwa maana 2022 kama lakini ni mara 2 ameshiriki. Hii inakuwa ni mara ya 3. Kwa hiyo ni taifa ambalo ni changa sana, lakini kitu ambacho wanaweza kukileta cha utofauti katika fainali hizi ni huo wenyeji ambao wapo nao, kwa maana ile atmosphere ya mashabiki ambao itakuwepo nyuma yao itawapa nguvu ya kupambana zaidi, kwa sababu ukilitazama hilo kundi Bosnia and Herzegovina, Qatar pamoja na Switzerland, pamoja na yeye mwenyewe Canada, ni timu 4 ambazo unaweza kuziweka kwenye poti moja, yani timu ambayo itakuwa bora zaidi, kwa sababu ukisema hakuna timu ambayo ina ubora mkubwa ukimtoa huo Switzerland. Switzerland ni timu ambayo imejipambanua huku Europe, kwa maana ya ushiriki wake wa mara kwa mara kwenye kombe la dunia, ushiriki wake katika Euro umekuwa bora sana, lakini haina wachezaji ambao yupo nao wanacheza katika ligi kubwa duniani, wanafanya vizuri. Lakini Canada, Qatar pamoja na Bosnia and Herzegovina ni timu 3 ambazo yoyote ambaye atakuwa bora zaidi kati ya hao watatu ndo anaweza akaungana na Switzerland katika hilo kundi. Yes, na kwa upande wa Canada wao katika ushiriki wao kwenye mashindano ya kombe la dunia katika fainali 2 ambazo walicheza zote waliishia katika hatua ya makundi. Ndio hatua kubwa ya juu zaidi ambayo wameweza kufika. Mwaka 1986 na mwaka 2022 waliishia katika hatua ya makundi. Fainali zao za kwanza kushiriki ilikuwa ni za mwaka 1986, fainali ambazo zilifanyika nchini Mexico. Fainali zao za mwisho ni za 2022. Wameshiriki kombe la dunia mara 2 na wanaandaa au ni sehemu ya wenyeji wa michuano hii kwa mara ya kwanza. Na katika michezo 6 ya kombe la dunia ambayo wamecheza maana kwenye fainali 2, wamecheza michezo 6, hakuna ushindi, hakuna sare, wamepoteza michezo yote, magoli ya kufunga 2, magoli waliofungwa 12. Sawa bwana. Kwa hiyo na kwa upande wao kwenye eneo zima la kombe la dunia Alphonso Davies akiwa na bao 1. Sawa bwana, ni bao yes, kwenye orodha zile za wachezaji, na unaweza ukaona hawa ni wachezaji ambao pia kwa upande wa kikosi ni upande wa
Bosnia. Yes, hao ni Bosnia na Edin Dzeko na Miralem Pjanic. Pjanic hao ni Bosnia. Hao ni Bosnia. Yes, hao ni Bosnia. Huo ni Qatar. Yes, hao ni Qatar. Kwa hiyo ni kundi ambalo wapo kwa upande wa kikosi cha timu ya Canada, wao performance yao namna ambavyo tunataraji inaweza ikawa kwa nafasi moja ama nyingine. Na tumzame kwa upande wa mchezaji Alphonso Davies ambaye yeye ni mchezaji ambaye amekuwa ndo kama taswira ya Canada na stori yake pia ya Alphonso, kijana kutoka Ghana, kambi ya wakimbizi mpaka leo yupo kwenye top level. Yupo na kikosi cha Bayern Munich. Yes, amecheza michezo 13, kafunga bao moja, assist 3, kadi za njano alikuwa nayo moja tu, akaona kadi nyekundu. Yani season ambayo pia alikuwa na injuries hapa na pale. Alphonso Davies, dunia itakuwa ikimtazama mchezaji ambaye anatoka kwenye safu ya ulinzi. Lakini matumizi yake sana kwenye timu ya Canada haudumu kama mlinzi. Ni kama tunavyopewa Alaba anapotumika kwenye kikosi cha Austria. Humuone akitumika kama mlinzi wa kati ama mlinzi wa kushoto. Mara nyingi alikuwa akitumika kama kiungo mshambuliaji ama winga, na ndivyo ambavyo Alphonso Davies anatumika kwenye kikosi cha Canada. Ana hudumu zaidi kama mchezaji wa pembeni kwa juu, na nafikiri uwezo wake akiwa fit, uwezo wake ni kati ya wachezaji bora sana wa nafasi yake ambayo anaitumikia. Majeraha ambayo akayapata msimu huu, nafikiri kwenye michuano hii ni kama anaenda kwenye pre-season kujaribu kurejesha kiwango ambacho kimepotea kwa hivi karibuni. Mechi ambazo amecheza Bayern Munich, hakuna mechi ambayo kamaliza dakika 90. Anaanza, anatoka, ataingia kwenda kumaliza mchezo. Hizo ndo nyakati ambazo amekuwa nazo sana Alphonso Davies msimu huu. Kwa hiyo yupo kwenye nyakati ambazo World Cup hii huenda akaitumia kwa upande wake kama pre-season ya kukaa nje kwa muda mrefu. Sasa anakwenda kutumika kubeba bendera ya timu ya taifa na matumaini ya wana Canada kama wenyeji. Jesse Marsch, kocha wao, ni kocha mzoefu sana na soka la Ulaya, amefundisha kwa miaka mingi sana barani Ulaya, lakini pia ni mzoefu wa kujaribu kutengeneza wachezaji. Huenda hii timu akajaribu kutafuta solution kwa kuwa na wachezaji wengi vijana, wachezaji wengi ambao watakwenda kupambana uwanjani. Uwenyeji peke yake hautoshi. Wakati mwingine unafanya nini kwenda kushinda mechi zako. Jesse Marsch amehudumu kwenye timu mbalimbali, Bundesliga pale, amehudumu RB Salzburg, Premier League, Leeds United, na Leeds yake itakumbuka ile kina Rafinha wakati ule. Rafinha japo kukaa sana akaondoka. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana uzoefu mkubwa sana na michezo tofauti. Yes, kwenye kundi B twende tukatazame kwa upande wa kundi jingine ambalo tulikuwa tumetaja Switzerland, timu ambayo pia imekuwa na kiwango bora kabisa katika ushiriki wao wa fainali za kombe la dunia. Na tazame ratiba ya michezo ambayo watakuwa nayo. Juni 13 wataanza dhidi ya Qatar, lakini watakuja kubonda dhidi ya Bosnia Juni 17, na Juni 24 watacheza dhidi ya Canada. Hii ni ratiba ya Switzerland namna ambavyo imekaa. Na kumbuka taifa hili linaenda kwenye fainali hizi kwa mara ya 4. Watakuwa katika fainali hizi na itakuwa ni kwa mara ya 14. Sio kwa mara ya 4, mara ya 14. Lakini hatua za juu zaidi ambayo wamewahi kufika ni hatua ya robo fainali mwaka 1934, 1938 na 1954. Ndio hatua za juu ambazo walifika hatua ya robo fainali. Fainali zao za kwanza kushiriki ilikuwa ni fainali za Italy mwaka 1934 ambao pia walifika hatua ya robo fainali, na fainali za mwisho kushiriki walikuwepo kwenye fainali za Qatar 2022 na walifika hatua ya 16 bora. Wameshiriki kombe la dunia mara 13 kwa hiyo tena katika fainali hizi. Ni timu ambayo ukitazama kwenye takwimu zao za kucheza kombe la dunia wamecheza michezo 41, wameshinda michezo 14, wametoka sare michezo 8, wamepoteza michezo 19, wamefunga mabao 55 na wamefunga mabao 73 katika ushiriki wao wa kombe la dunia. Hii ni timu ya taifa
ya Switzerland katika ushiriki wao wa kombe la dunia. Adrian, kwa uzoefu kabisa. Uzoefu wao, takwimu zinaeleza jinsi gani walivyokuwa wazoefu wa fainali hizi za kombe la dunia tangu 1934, fainali ambazo Italia ndio walikuwa mabingwa kama wenyeji pia wakiwepo. Kwa hiyo unaona ni taifa ambalo linaingia kwenye fainali hizi wakiwa katika kundi B, kundi ambalo wanakutana na timu ambazo si wazoefu sana, timu ambazo hazina wachezaji wenye majina makubwa sana, timu ambazo uzoefu wa wachezaji wao pia hata kwenye fainali hizi si mkubwa sana. Kwa hiyo Switzerland anaingia kama timu ya kwanza, japo kwenye mpira chochote kinaweza kikatokea kikia kushangaza na kikawashangaza, lakini mpaka hivi sasa Switzerland ndio timu ambayo inaingia kama timu namba 1 katika kundi B kutokana na hizo takwimu ambazo tumezisema hapo. Hizi zinakuwa fainali zake za 14, tayari amecheza fainali 13. Juu ya ubora wake ambao ameonyesha, juu ya wachezaji ambao wapo nao kwenye kikosi, tumewataja hapa kina Granit Xhaka, kina Shakil, tumewataja hapa kina kipa Yan Soma, kipa ambaye anafanya vizuri sana kwenye kikosi cha Inter Milan. Kwa hiyo kwangu mimi, bila kupepesa, bila hofu yoyote, kwangu mimi Switzerland katika hili kundi inampa nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri kutokana na hizo takwimu ambazo tumezielezea hapa. Uzoefu na mbeba zaidi, lakini pia wachezaji wake ambao wanaunda kikosi cha Switzerland ndio wachezaji ambao wanawafanya kuwa bora, wanawafanya kuendelea kupewa kipaumbele katika hili kundi kutokana na hiko ambacho tumekielezea hapa. Yes, na miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi zaidi kwenye kombe la dunia kwa upande wa kikosi cha Switzerland ni pamoja na Xherdan Shaqiri ambaye kacheza jumla ya michezo 14, lakini yupo Ricardo Rodriguez ambaye kacheza michezo 12, Granit Xhaka michezo 12, Stefan Lichtsteiner kacheza michezo 10, Valon Belhami kacheza jumla ya michezo 10, pamoja na Haris Stevovic kacheza jumla ya michezo 10. Kwa hiyo ni orodha ya wachezaji ambao wamecheza michezo mingi. Unaweza ukatoa sifa nyingi sana kwa Xherdan Shaqiri pamoja na Ricardo Rodriguez, wamecheza muda mrefu sana. Ricardo Rodriguez hivi sasa za timu gani kwanza? Ricardo Rodriguez twanga Ricardo ametwanga hivi, alikuwa Italy alikuwa alicheza, kuna timu yake ya mwisho Italy nakumbuka ni alitoka AC Milan akaenda Torino. Kwa hiyo mmoja wa wachezaji ambao pia wameubonda kwa muda mrefu. Watu wengi wanamkumbuka akiwepo Wolfsburg. Wolfsburg alipiga muda mrefu sana. Xherdan Shaqiri ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye hichi kikosi ndio kama huwa anakuwa Messi wao. Na kama talent akiwa mdogo, yani kwenye hizo takwimu za kucheza mechi nyingi, kwenye kufunga mabao mengi kwenye kombe la dunia, Shaqiri alianza kucheza akiwa teenager. Yani walimuona kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kubeba matumaini makubwa sana ya wana Uswizi. Kwa hiyo alianza kutumika akiwa kwenye umri wake mdogo, akaja kwenye 20s hapo mpaka hivi sasa anakwenda kukamilisha soka lake la kiushindani. Kwa hiyo unamuona kabisa ni mchezaji ambaye bado matumaini ya mashabiki wa Uswizi yapo kwenye mabega yake. Kafunga mabao 5. Yes, kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote anashika nafasi ya pili ya mabao 5 kombe la dunia. Na magoli yake mara nyingi yanakuwa ni banga. Anapiga sana acrobatic kwenye mchezaji ambaye. Lakini pia hata takwimu zake akiwa na FC Basel msimu huu, licha kwamba hawajafanikiwa kutoa ubingwa wa ligi, bingwa wa ligi wa msimu huu pale Switzerland ni timu moja inaitwa FC Thun. Kwa hiyo takwimu zake tu ndani ya FC Basel tangu arejee zimekuwa bora zaidi. Yaani licha kwamba umri wake umesogea, lakini takwimu ambazo anaendelea kuziweka kwa maana kufunga magoli na kuassist zimekuwa bora kiasi cha kwamba kuendelea kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa na kuwa mchezaji ambaye anatazamwa kuibeba Switzerland katika fainali hizi. Katika fainali hizo ni kwa upande wa kikosi cha Switzerland, tutakwenda kuona performance nyingine, timu ambayo inavutia kuitazama kwa kile ambacho huwa wanakionyesha. Basi tukatazame timu nyingine kutoka kwenye kundi hili ambapo ni timu ya Qatar. Na wao wapo na kocha Julen Lopetegui ambaye ndiye anakiongoza kikosi hichi, ambapo kwa upande wa mechi ya kwanza itakuwa dhidi ya Switzerland, mechi ambayo itapigwa Juni 13. Juni 18 watacheza dhidi ya Canada na Juni 24 watacheza dhidi ya Bosnia. Hatua kubwa waliowahi kufika hatua ya makundi 2022.
sawa bwana. Wenyeji wa 2022. Lakini fainali zao za kwanza kushiriki ilikuwa ni hizo ambazo walikuwa wenyeji 2022, na sasa wanakuwa wanakuja kwa mara ya pili. Fainali zao za mwisho zilikuwa ni hizo 2022 na wameshiriki kombe la dunia mara moja tu, na hii ni mara ya pili ndiyo ambayo wanakwenda. Takwimu zao kwenye idadi ya michezo, wanamichezo mitatu tu ya hatua ya makundi kwenye fainali zilizopita, hawakupata ushindi. Walipoteza michezo yote mitatu kama ambavyo takwimu unaona. Walifunga bao moja tu na walifungwa jumla ya bao 7 katika michezo hiyo mitatu. Qatar safari hii anakujaje? Kama mwenyeji shughuli ilikuwa nzito. Kuna mabadiliko yoyote tutegemea kutoka kwao kama taifa mgeni, bado mgeni? Lopetegui ni kocha mzoefu. Real Madrid, Hispania na timu zingine ambazo amefundisha, waenda zikawa zinampa nafasi nzuri ya kutambua kikosi ambacho uko nacho na kitu gani wanakwenda kukifanya. Tunatazama kundi ambalo wapo, tungesema kundi lake lina Ufaransa, lina Giants wale ambao wanapewa nafasi ya moja kwa moja. Tusingewapa nafasi ya kusema wanaweza kufanya vizuri, lakini kwa upande wangu ili kundi B ni kundi la Sandakalawe, yani vinarushwa tu vikaratasi, atakaye kamata kama wewe utafuzu, wewe utabaki hapa hapa. Ndicho ambacho nakiona sana sana. Kila mmoja akimtazama mwenzake kwenye kundi B anaona anamudu kucheza dhidi yake. Qatar ni baada ya fainali za kombe la dunia zilizopita, mwamko mkubwa wa soka umeamka kwenye taifa lao. Uzalishaji wa wachezaji umechukua nafasi kubwa sana hivi sasa. Academies kujaribu kuwa na projects ambazo zitakuwa na manufaa kwa taifa kwa miaka 50 inayofuata. Kujaribu kutengeneza wachezaji ambao watakwenda kuibeba nchi yao kwa kipindi kirefu kijacho. Kwa hiyo inawezekana fainali zilizopita na fainali hizi zikaendelea kutumika kama msingi wa kushape taifa lao, wa kushape falsafa ambao watakwenda kuitumia kama nchi. Na kwa kundi ambalo hapo naona bado linawapa nafasi kwa upande wangu ya kufanya vizuri, ya kwenda kwenye hatua inayofuata, ingawa inaweza isiwe kazi nyepesi. Na wao pia kwa nafasi yao kwenye mashindano ya kombe la dunia, wachezaji ambao walicheza michezo mingi kwa maana kwamba kwenye fainali zilizopita ni pamoja na Abolem Kouk ambaye alicheza michezo mitatu, lakini pia Abdulkarim Hassan michezo mitatu, Roro alicheza mechi tatu pia. Wachezaji wao wengi ambao walicheza michezo mingi walicheza michezo mitatu, na mchezaji ambaye alifunga bao pekee katika mashindano hayo ni Mohamed Muntari, bao hilo moja bwana. Yani bado Qatar, yani kinachofanyika Qatar na kinachofanyika Saudi Arabia ni same project, ndo wanaamka. Yani Qatar wameanza kuamka kwenye mpira wa miguu baada ya wao kupata ile mwenyeji wa kombe la dunia 2022. Wakaanza kutengeneza project yao miaka ya nyuma kabla ya kuelekea kombe la dunia. Unaona wachezaji ambao uko nawaita, yani wachezaji ambao wanaenda kucheza kwenye ligi yao. Tulimuona Michael Olunga akaenda kucheza kule. Tulimuona mtu kama kiungo ambaye alicheza PSG kwa mafanikio makubwa, Marco Verratti kaenda kucheza kule. Kijana Julian Draxler kaenda kucheza Qatar. Kwa hiyo lengo lao kubwa ni kufanya mpira wao au kuwafanya vijana wao na wao kupata ile experience na kupata uzoefu mkubwa. Lakini unaona kuna gap, yani kuna gap kati ya Qatar na Saudi Arabia. Saudi Arabia mpaka hivi sasa wanaonekana wamefanikiwa tofauti na Qatar. Kwa hiyo Qatar bado ana safari ndefu sana ya kuhakikisha wanaitengeneza timu yao kuwa bora na kuwa na ushindani, kwa sababu hii ni fainali yao ya pili. Tunaweza kusema bila ya kuwa mwenyeji 2022 maana yake ingekuwa ya kwanza, kwa sababu ile ya kwanza ambayo ilikuwa mwenyeji ilikuwa fainali yake ya kwanza kwa sababu ya kupitia tiketi ya uwenyeji. Tofauti na hapo ingekuwa ndio yake ya kwanza. Kwa hiyo bado ana safari ndefu ya kutengeneza hiyo project na kwenda kuwa bora zaidi.
Yes, na moja kati ya wachezaji ambao watakuwa ni wa kutazamwa kwa upande wa kikosi cha Qatar ni pamoja na Akram Afif ambaye kuna nyakati kwa ukizungumza ukanda ule ulikuwa lazima umzungumze sana na utambulisho wa nywele zake zile. Ni mchezaji ambaye kwa sasa anacheza ligi ya Saudi, ligi ya Qatar pale nyumbani katika klabu ya Al Sadd akiwa na umri wa miaka 29. Bwana, kweli miaka inaenda. Miaka 29, lakini moja kati ya utambulisho wake mkubwa zaidi ni alipita katika ligi kuu soka nchini Hispania ya La Liga akiwa na kikosi cha Villarreal miaka 2016. Kwa hiyo ndio mchezaji ambaye atakuwa akitazamwa zaidi. Hata World Cup iliyopita pia naye pia alionyesha cheche, alifanya vizuri lakini hakufunga bao. Nafikiri hata bao assist nafikiri ilitoka kwake. Yes, ile bao ambalo pekee ambalo walifunga. Ilikuwa story kubwa sana kwa sababu anasema baba yake ana asili ya Tanzania, sio amekwisha pita, amecheza Simba, yani hizo hata ile wakati ile Hispania na nini wakati anaitwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Kwa hiyo Afif peke yake hatoshi kwenye kikosi cha Qatar. Wanapaswa kuwa na Afif wengine kama 10 hivi ambao wanaweza kuweka matumaini ya taifa lo hai. Yes, miaka 29 kwa mataifa kama haya wachezaji kama hao wanacheza muda mrefu sana kama watazalishwa wachezaji wengine. Kundi hili pia lina moja ya timu ambayo ina wachezaji ambao wamecheza kwenye top level kwa maana ya Bosnia and Herzegovina, na ukihitaji tu hii timu unamtaja bwana Edin Dzeko. Unamuona pale mtaalamu mwenyewe. Na Edin Dzeko bwana, kuna story moja ya Edin Dzeko na Luka Modric. Unajua inatajwa kwamba takwimu za mpira ambazo tunazo za Luka Modric kuna ambazo zina miss. Kwa sababu hawa jamaa maeneo yao yale ya Croatia, sijui Bosnia, mpaka mwanzoni mwa miaka ya 90 walikuwa wanapigana vita. Kwa anasema kuna takwimu, na kwenye moja interview Edin Dzeko alisema moja kati ya tukio ambalo ni kubwa la kimaisha na mpaka leo analikumbuka ni aliona nyumba ya pili ikipigwa bomu. Yani ile hakwenda kucheza. Ni kama unajua zile kimtamtaa tuna watoto twende tukamchukue, si kasoga kwao, twende. Kwa hiyo wakati wamekwenda kucheza wenzake bomu ambalo lilipiga nyumba ya jirani na eneo ambalo watoto walikuwa wakicheza ni marafiki zake ambao walipoteza maisha. Kwa hiyo na yeye angekuwa sehemu ya watoto ambao walikuwa wanacheza. Dunia leo isingemjua. Kwa hiyo ukiona mataifa kama haya Bosnia and Herzegovina ni mataifa ambayo yana historia kubwa za tofauti kuona mpaka hapa walipo, na kwenye football kuweza kupambana. Croatia nako pia kule kaeka, unajua movement, unajua mataifa mengi sana pale kwa kuna muingiliano kabla kugawanyika, wanaitwa Yugoslavia, vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wa Bosnia wao bwana, mechi yao ya kwanza itakuwa ni dhidi ya Canada June 12. Mechi ya pili ni dhidi ya Switzerland, itakuwa ni June 18, na dhidi ya Qatar itakuwa ni June 24. Hatua kubwa zaidi ambayo wao pia wamefika ni hatua ya makundi mwaka 2014, ndio hatua ambayo walishia. Finali za mwisho pia kushiriki ni 2014, finali ambazo zilifanyika nchini Brazil, na ndio zilikuwa finali zao hizo za mwisho. Ndio katika finali za pili Bosnia, na ukitazama takwimu zao katika finali za 2014 michezo mitatu ya makundi walipata ushindi katika mchezo mmoja tu, walitoka kupata sare mchezo hata mmoja, na walifungwa michezo miwili. Walifanikiwa kufunga mabao 4 na wao walifungwa mabao 4. Hiyo ni kwa upande wa kikosi cha Bosnia and Herzegovina. Tutegemee labda kitu gani kutoka kwao? Edin Dzeko akiwa top scorer na goli 1 kwenye kombe la dunia, lakini Vedat Ibisevic naye pia akiwa na bao 1, Miralem Pjanic akiwa na bao 1, na Pjanic ni mmoja kati ya viungo wengine kiboko kabisa ambao pata nafasi ya kuwashuhudia kati ya wachezaji ambao walidhaniwa wangeenda kufanya vizuri sana Barcelona, lakini hali ilikwenda tofauti. Toka Juve. Bado kwa kimwona Pjanic, kwa kimwona Jorginho, yani unaona kabisa kuna wachezaji ambao wapo. Edin Dzeko nafikiri ndio kioo kikubwa cha Bosnia kwa kile ambacho amekifanya kwenye soka la ushindani tangu akiwa Bundesliga. Utakumbuka timu ambayo ilichukua ubingwa wa Wolfsburg 2008-2009. Yeye ndo alikuwa mshambuliaji pale ambaye aliwezesha ile timu kuchukua ubingwa wao wa mwisho wa Bundesliga.
akatoka akaenda Manchester City. Baada pale ndo City ndio ile inaanza kuingia sasa. Aliwasha sana moto pale, wakachukua Premier League. Nafikiri ana Premier League 2. Ana Premier League 2. Alichukua na Mancini, alichukua na Mancini akaja kuchukua na Pellegrini. Kwa ni mshambuliaji ambaye anakuonyesha kitu gani ambacho uko nacho. Akaenda Inter Milan. Inter ambayo aliwasha sana moto, akafanikiwa kuchukua Serie A. Akatoka akaenda AS Roma. Roma ilikuwa ni timu ya daraja la kati, lakini ilikuwa ina watu namna ambavyo Roma yake ndio namtoa Barcelona nusu finali ile. Yes, wanamtoa kina Manoro. Barca inatoa Barca. Kuna mechi walicheza na Chelsea, ilikuwa ni mechi kubwa sana, bonge moja la game pale barani Ulaya. Dzeko alifunga kamba moja, alipiga kamba moja hivi. Stamford Bridge alipiga goli. Kwa hiyo ukimtaja tu Edin Dzeko, pengine hata kwa wana Bosnia wanamtazama kama kioo cha taifa lao, hasa katika soka la ushindani. Ndio baadaye kuna Miralem Pjanic ambaye amecheza Juve, amecheza AS Roma, amecheza Barcelona na sehemu zingine. Lakini mimi kitu pekee ambacho takiona kwao, ile golden generation inaenda ukingoni. Wachezaji wengi ukiwatazama kwenye kikosi cha Bosnia ni wachezaji ambao hizi tournaments kubwa hawajashiriki. Yani inawezekana dhidi ya timu ambazo wanakutana nazo kwenye qualifications zina knockout na kuna kushindwa kupata chance kama hii. Baada ya kupata nafasi ya kushiriki fainali za kombe la dunia, pengine unaona ni timu ambayo inakwenda kushuhudia kizazi chao ambacho kina wachezaji binafsi mmoja waliofanya vizuri kwenye clubs tofauti kinakwenda kufika mwisho. Yes, na kwenye kikosi Edin Dzeko ambaye ni mkongwe kabisa, msimu huu pia alikuwa na Fiorentina kwa mkopo akitokea Schalke 04 ya nchini Ujerumani. Acheza mechi 11, akufunga bao wala kuwa na assist, lakini pia kwenye eneo zima la nidhamu alipata kadi moja ya njano. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye yupo active ni Sead Kolasinac ambaye alipita Arsenal pia. Na Kolasinac yeye amecheza mechi 19, hana bao lakini alikuwa na kadi njano za 3. Kwa ni miongoni mwa majina na hapo unajua Bosnia unajua kitu ambacho kinafurahisha kupata tiketi ya kufuzu finali ni walimfunga Italy. Kwenye mchezo wa playoff ule kama unakumbuka. Yani mchezo ambao Italy alikuwa anapewa nafasi kubwa sana ya kumfunga Bosnia, lakini Bosnia anakuja ni Italy ambaye alianza kutangulia kufunga goli kupitia kwa Moise Kean, lakini Bosnia anakuja kufanya comeback na kuja kushinda ule mchezo. Kwa hiyo mazingira yao ya kupata tiketi ya kushiriki finali hizi yalikuwa ni magumu sana, jinsi ya njia ambazo walipita na anamtoa Italia ambaye Italia inakuwa ni mara ya pili mfululizo anashindwa kushiriki finali za kombe la dunia.